Acha! Ariana! Ariana hizo nguvu zitakuumiza. Acha Ariana! Niache. Naomba fanya maisha yako na mimi nitafanya ya kwangu. Kwa lazima kunifuatilia. Ariana kiongozi hawezi hivyo. Utaweza kuongoza kijiji hivyo Ariana. Hebu acha Ariana. Ariana. Acha Ariana. Unaenda wapi Ariana? Kaa chini. Acha kutumia hasira utakufa wewe. Ukizaliwa Ariana utakufa. Ariana, una nini? Chala, sikia nikwambie, naomba uondoke sasa hivi na uende katika hilo jiwe. Usiogope chochote na hakikisha mtu yoyote yule akuone. Naomba ukae karibu na lile jiwe, na yoyote ambaye atakayesogelea na chochote kitakachoendelea, naomba unipe taarifa haraka iwezekanavyo. Naomba uondoke. Ondoka Chala! Ariana, punguza hasira. Itakufundisha. Nipeleke kanifundisha katika kitabu haraka. Yolanda, mwomba Oli. Yolanda, una jambo limenileta hapa. Huko nilikotoka tayari nishaharibu, nishakiweka kijiji matatani. Yolanda, wewe pekee ndo mwenye uwezo wa kusaidia hichi kijiji. Kuna siri ambayo ilitakiwa nimpe Ariana, lakini hiyo siri nimempa Kiwembe bila ya mimi kujua. Nimempa ile siri ambayo ipo katikati ya jiwe la Mlima Songwe. Yolanda, naomba usaidie kijiji. Waweza kwenda. Mbona unaitikia kama una hasira? Mimi ninajua kwamba Kiwembe lazima atakuja kwako, maana wewe na Ariana ndio wenye uwezo wa kutoa kile kitabu. Yolanda, usiwe na hasira na wanakijiji, maana wanakijiji hawakuua mtoto wako. Aliyeua mtoto wako ni Kiwembe. Usiwe na hasira na wanakijiji, na ninajua Kiwembe lazima atakuja hapa kwako.
Yolanda, maisha ya wanakijiji hapo mikononi mwako. Yolanda, naomba wasaidie wanakijiji, na ninajua kabisa kwamba Kiwembe lazima atakuja kwako na atakupa vishawishi mbalimbali. Yolanda, naomba usaidie kijiji. Nimesema nimekuelewa. Waweza kwenda. Sawa, mimi nimekuelewa na ninaenda, ila maisha wanakijiji hapo mikononi mwako. Niache. Naomba fanya maisha yako na mimi nitafanya ya kwangu. Kwa lazima kunifuatilia. Kiongozi kwa hivyo. Utaweza kuongoza kijiji hivyo Ariana. Hebu acha Ariana. Ariana. Acha Ariana. Wewe sio mtu mzuri kwangu. Kama ungekuwa mtu mzuri, si ungewahi kunifundisha? Mbona kunifundisha sasa? Kila siku kesho. Niache nijifunze mwenyewe na ninaweza. Nitakufundisha Ariana. Usiwe hivyo. Zitakuumiza hizo. Wewe bado hujakamilika. Niache nifanye mwenyewe naweza. Haya. Lakini alaka. Nimeonana na Yolanda na nimeweza kumweleza jinsi ilivyo, lakini kwa majibu aliyotoa sidhani kama atakuwa tayari kutusaidia. Inavyoonekana ameshakutana tayari na Kiwembe na yupo tayari kumsaidia Kiwembe na sio sisi. Sasa hii imeshakuwa hatari kwa upande wetu. Sasa kama amemkubalia Kiwembe, sitakuwa ni matatizo upande wetu? Ishakuwa tatizo, ila kwa hiyo hatua iliyofikia itabidi nirudi kwenye mavazi yangu. Unataka kurudia uchawi? Huoni kama ni matatizo upande wako? Na unajua fika uchawi hautakiwi hapa kijijini. Itabidi tu nifanye hivyo ili kuwanusuru wanakijiji, maana tusipofanya hivi kijiji kitaenda kuteketea. Hiyo ndio njia pekee iliyobaki ili kusaidia hichi kijiji, na sitojali nini kitakachotokea mbele yangu. Kikubwa kwanza ni kuokoa kijiji, na hata kama nitakufa kwa ajili ya kuokoa wanakijiji, basi kwa upande wangu nitakuwa nimejiwekea alama kubwa sana. Wewe ni kamanda mkubwa sana hapa kijijini na una nguvu, hivyo naomba usimame upande wangu, naomba unilinde. Sawa,
Mimi nitakuwa nyuma yako na nitakulinda pia. Unafikiria nini ukimwona huyo binti? Unafikiria kuwa mimi naweza kucheza huo mchezo unaofikiria wewe? Sina maana hiyo, ila farasi mpande ikiwa bado hajajua kutembea, maana akianza kukimbia hutoweza kumpanda. Hapana, namheshimu kama anavyomheshimu Chala, hivyo siwezi kufanya hicho kitu unachokifikiria wewe. Sawa, mimi nimekuelewa. Chala, Yolanda, najua utashangaa sana kuniona niko hapa. ni miaka mingi sana imepita Yolanda, tangu ulivyotuhumiwa kwamba ni mchawi ukafukuzwa katika kijiji. Sikuwahi kukuona kabisa, lakini pia sidhani kama ilikuwa ni haki yako kufanyiwa kitendo kama kile. Na mimi nahangaika kama nyinyi mnavyohangaika, kwa sababu sina makazi maalum ya kukaa, ila nimekuja na jambo maalum la kukuambia. Yolanda, ni jambo gani hilo unaotaka kuniambia? Chala, umebeba majukumu mengi sana katika mabega yako. Wewe ni kamanda uliyechaguliwa na mizimu tangu utawala wa chifu wa kwanza, na umekuwa unatenda haki kwa wanakijiji. Kwa hiyo wewe ndio utakayerudisha amani kwa wanakijiji, wataishi kama zamani. Kwa sababu Aliana amejawa na tamaa, hataweza kuufaulu mtihani wake. Yolanda, sijafahamu unachokizungumza ni nini, kwa sababu historia ya watawala wote huwa wanakuwa wamebarikiwa nguvu na wanakuwa wanatawala wakiwa na nguvu za utawala, lakini mimi ni kamanda wa kawaida tu, sijabarikiwa nguvu yoyote katika mkono wangu. Nitawezaje kuokoa kijiji kama wanavyosema, hali ya kuwa hatima hiyo naona ipo kwa Aliana? Kipo kitabu, kile kitabu nataka nikukabidhi wewe, na utatawala, na usiogope. Mimi nitakuwa nyuma yako, wote tutabaki na amani, na mimi pia nitakuwa na amani. Kila mara mmekuwa na mazungumzo ya siri sana, na sijui mnazungumzia nini. Mnafahamu nini kuhusu kakaangu? Mara nyingi watu tunazungumzia maendeleo ya kijiji, na ninachokifahamu kuhusiana na kaka yako, ametoroka na Aliana hapa kijijini. Hata nikiyatazama macho yako yanaonyesha kabisa kwamba unanidanganya. Niambie ukweli, mnafahamu nini kuhusu kakaangu? Sifahamu chochote kuhusu kaka yako, na ukiendelea kuniuliza haya maswali nitakufukuza hapa ndani kwangu.
Yolanda, umefuata nini nyumbani kwangu? Ikiwa wewe ulinifukuza na umeungana na Kiwembe ili mkiteketeze kijiji, na unafahamu fika kabisa kwamba wewe ni mchawi. Sasa unapokuwa unakuja nyumbani kwangu na wana kijiji wanakuwa wanatuona, wewe unadhani ni nini ambacho kitanitokea mimi? Je, unataka nifukuzwe kama wewe ulivyofukuzwa, si ndio? Bora tuonekane wachawi tumeungana kuliko kijiji kinakoelekea. Una maana gani? Ni kuhusu kitabu. Kitabu? Ina maana unataka kuniambia kwamba umeshamkabidhi tayari Kiwembe kitabu? Sina maana hiyo. Aliana ni mtu mwenye tamaa sana, hataweza kufaulu mtihani wake. Anataka kutumia nguvu zake ikiwa bado hajui kuzitumia, na anataka kukiongoza kijiji kiwe chini ya utawala wake kama anavyomtawala Chala kichawi. Sasa una maana gani? Mbona bado sijakuelewa? Utabiri unaonyesha kwamba Aliana ndiye malkia wa hichi kijiji. Sasa hayo unayoongea yanawezekanaje? Tamaa zake, na nimekuja hapa kukupa tu taarifa. Mimi na wewe tuungane, tumpe Chala kijiji ili awe mtawala wa hiki kijiji. Sasa hii inawezekanaje? Chala hana nguvu zozote kutoka kwa mizimu. Sasa inawezekanaje akakitawala kijiji? Inawezekana, na Chala ana nguvu kuliko hata unavyofikiria wewe, na hata kitabu anaweza kukisoma kama mimi. Kitabu? Hii inawezekanaje? Yaani mimi na uchawi wangu wote nishashindwa ukisoma kitabu. Sasa inawezekanaje Chala akakisoma kitabu? Mbona unanichanganya? Mimi bado sikuelewi. Unajua, Ni hayo tu nimekuletea. Maamuzi ni yako. Uungane na mimi tumpe Chala kijiji, au nichukue uamuzi mwenyewe nimkabidhi Chala kijiji. Chala, kitabu kimefanya nini? Kitabu? Wewe umeota kitabu hapa? Na maana umeota kitabu changu mimi? Aliana, mimi sijaota kitabu chako. Ni ndoto tu za hapa na pale. Kwani mimi nimesema kitabu hapa? Wewe umeamka hapo umesema kitabu ha? Alafu sikia nikwambie, utakachoota kuhusu kitabu naomba uniambie, au kuhusiana na mimi chochote kile niambie, umesikia? Maana mimi nikipata hicho kitabu kijiji kizima kitaishi kwa amani na kwa furaha, na mimi ndo nitakayotawala hicho kijiji. Sijui umenielewa? Sawa Ariana, nitafanya kama ulivyoniambia. Ukifikiria ukipata jibu utanitafuta.
enyi mizimu ya kijiji cha Songwe na wazee wote mliozikwa katika ardhi hii ya Songwe, kama ilivyo ada ya kijiji, kamanda wa himaya lazima aje kuzindikwa eneo hili, na mimi Kiwembe Makali Makata, kama nilivyomzindika Chala kuwa kamanda wa hiki kijiji, na ndivyo hivyo hivyo namzindika Ndi Mchachu kuwa kamanda wa hiki kijiji, na Chala namuondoa katika utawala. Wazee wangu, kama mlivyonichagua mimi kuwa mtabiri, naombeni mumpokee na Ndi Mchachu kuwa kamanda wa hiki kijiji, na namkabidhi mali zote na maendeleo ya kijiji, yeye ndiyo atakayeyasimamia. Lapata sadaka balasa, lapata sadaka balasa, lapata sadaka balasa, lapata sadaka balasa, lapata sadaka balasa. Na hapa mbele ya mizimu ya Songwe nitakutumikia na sitoenda kinyume na wewe. Nitafanya kila jambo ambalo utaniagiza wewe, na wewe atapenda kinyume na wewe, nitamwadhibu kupitia mikono yangu mimi mwenyewe. Mizimu ishakupokea kwa kamanda wa hiki kijiji. Sasa utafanya kazi kwa kupitia amri yangu mimi. Kilichobaki kwa upande wangu ni kukishika kitabu katika mkono wangu na kwenda kukitawala kijiji. Sawa, mimi nimekuelewa na nitafanya kila kitu ambacho utaniagiza, na yote kama tatokea tenda kinyume na wewe, nitamwadhibu kupitia mkono wangu mimi mwenyewe. Kiti cha enzi kimekaa takribani miaka mingi bila kukaa mtawala pale. Ni muda sasa wa kwenda kukikamata.
Kulingana na mambo ulionieleza, naona kuna kitu naanza kukipata sasa. Maana umenieleza kwamba umeota ndoto kuhusu Yolanda. Wakati unakuja hapa nyumbani, umepishana na Yolanda na alikuwa akinieleza kuhusu habari hizo hizo ambazo wewe umenieleza hapa. Na hata hivyo, nilipokuwa nikikufuata Mlimani Songwe, nilikutana na Kiwembe akiwa amevaa sura yako. Sasa nikashindwa kutambua na nikaweza kumpa ile siri ambayo ilitakiwa nikupe wewe. Sasa sijui hata nifanyaje, maana kichwa changu kwa sasa hivi kimeshavurugika. Kikweli nabaki njia panda, alafu kichwa changu kinaona kimebeba mzigo mzito sana ambao siwezi kuistahimili kwa sasa. Maneno mnoniambia ni maneno mazito sana. Nimeota ndoto, alafu unaniambia kwamba nilichokiota umekuja ukisikia kwa mwenyewe niliyomuota. Nimebaki katika mtihani mkubwa sana, kwa sababu hata Ariana sio yule ambaye tunamtegemea kama unavyofikiria. Amekuwa na maamuzi magumu sana, na anapoamua kitu huwa afikirii wala kujali kwamba kuna madhara gani. Wewe Ariana, nimekwambia niache nikafanye kazi yangu. Lazima nikichukua kitabu. Sitaki. Ariana, usiende huko. Nimekwambia sitaki, naenda. Usinisogelee, je, utakufa Ariana. Niache nikachukua ili nifanye kazi yangu. Nachukua kwanza afu ndio waweza kunifundisha ama kunisomesha hayo maneno. Mimi niache kwanza nikachukue. Siwezi kukubali. Kwani wakati wangu umeshafika? Ariana, acha kuwa mbishi Ariana. Nachukua ili unifundishe. Ngoja kwanza nikichukua afu ndo nifundishe vizuri. Kwani nikiacha hapa? Nachukua vizuri tu. Utakufa. Niache. Haya. Kuza. Mila na desturi za hiki kijiji huwa zinasemaje pindi utakapomwona kamanda mkuu mbele yako? Anatakiwa kupewa heshima kama kamanda. Kwa hiyo unataka heshima ichukue kwa nguvu, si ndio? Embu mpe heshima yake kabla hajaichukua kwa nguvu. Hichi kitabu ni cha kwangu. Sasa maandishi si hayo. Alafu hii ni lugha gani? Mbona kama naijua?
Mwene. Siku zote hakuna mtihani mwepesi, ni lazima upambane ili upate matokeo mazuri. Aliana. Ariana, Ariana kafanya nini? Hata nikikueleza kwa sasa huwezi kunielewa, ila Wai Mlima Songwe na Wai katikati ya lile jiwe. Sawa. Ni nini kimemkuta Ariana? Mbona kila siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kuwa mazito, yanazidi kunichanganya. Sasa hapa sielewi nifanyeje. Oriana. Kwani Moriana ndo nani wewe? Ni ujio wa shetani mwingine sasa. Itabidi tumuue kabla hajafika hapa kijijini. Nifuate.
Wewe ni nani? Na ni nini kimemkuta Ariana yuko ndani ya jiwe? Narudia tena, wewe ni nani na umemfanya nini Ariana nasikia sauti yake ndani ya jiwe? Naitwa Moriana, mtoto wa Consolata. Moriana, bila shaka wewe ndugu yake na Ariana. Usitaki kuniaminisha kwamba wewe ndio umetenda kile kitendo unachokisikia pale. Mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Du, mbona hiki kijiji kila siku hakiishiwi majanga? Kuza, nimesikia masuala ya Ndimu kuwa kamanda wa kijiji. Inawezekanaje kati sisi wana kijiji hatujui? Hata mimi mwenyewe sijui hilo, na sijui ni nini kinachoendelea hapa kijijini. Hili limekuwa tatizo. Naona bora nitoke nikamtafute kakaangu.
Maamuzi ni yako, njia nyeupe. Ananichukuliaje huyu? Kuza. Kuza. Wakati mnafundisha masuala ya ukamanda wa kijiji, hamkufundisha kubembeleza wanawake? Katika somo ambalo nilikuwa nashika nafasi ya mwisho ni somo la kubembeleza wanawake. Nishakula kiapo katika kijiji hiki, yoyote atakaye kuja mbele ya Kiwembe lazima nimuue kupitia mkono wangu mwenyewe. Mtabiri, niruhusu nimfanye nini huyu? Nasubiri ruhusa kutoka kwako. Niruhusu nimfanye nini huyu? Ulizani utanikimbia? Huwezi kunikimbia, labda mimi nitaki. Mauriana, hii ni ardhi tofauti na ardhi zote ulizokanyaga. Naona umekifuata kifo chako kwa mikono yangu. Sasa ni vyema ukaondoka kabla sijatoa hiyo nafsi yako hapo. Na huyu Maungu atajutia kwa hiki alichokifanya. Alinidanganya kuhusu kifo chako, pia kanidanganya kuhusu kifo cha Ariana. Mauriana,
Sitaruhusu laana ikanyage katika ardhi yangu. Ondoka! Sijaja kwa ugomvi, wala sipo hapa kulumbana na wewe, na kama ni vita naweza nikapigana mwaka mzima. Umenipa maumivu makubwa sana. Wewe ndio sababu ya mdogo wangu Aliana kuingia kwenye jiwe la nafsi, na hii yote ni tamaa ya wewe ukitaka kile kitabu cha kichawi. Mimi sina tamaa, Aliana ndiyo ana tamaa. Chuki pamoja na ubinafsi ambao anao moyoni mwake ndio umepelekea mpaka ameenda kupotelea huko. Naona hatma ya mizimu sasa imetimia. Laana moja imeondoka, imekuja laana nyingine. Muliana, umefuata kifo chako na nitakuua. Sasa ni vyema ukanyanyua hizo kwatu zako na ukaondoka. Tena ukaondoka kwa amani kabisa, maana naweza nikakifanya kitu ambacho dunia nzima itastaajabu. Kile kitabu ni cha kwangu mimi na lazima nikipate ili nitawale kijiji na sio nyie wenye laana. Sawa, kwa leo naondoka, lakini maumivu ulionipatia kwenye moyo wangu kuhusu mdogo wangu utayalipa. Nakupa siku 2 tu, nataka mdogo wangu Aliana arudi hapa, na kama siku 2 hizo zitapita, kifo chako kitakuwa kinafuata. Maungu, utalipia kwa hiki. Lakini Muliana, wewe ni funza mdogo sana katika pori lenye simba wengi, tena wale simba wakali zaidi. Pole sana shujaa wangu. Kiwembe, leo mara ya pili naponea chupuchupu. Mara ya kwanza ulinituma nikataka kuuawa, leo tena umenikimbia. Leo nimetoka kwenye tundu la sindano. Mara ya kwanza ulinituma nikaenda nikafeli, nikataka kuuawa. Leo tena tumeenda wote, umenikimbia, umeniachia msala mimi mwenyewe. Hivi au ni mazoezi ya ukamanda au nataka kuniue? Mimi sijakukimbia, bali tulikuwa tuna kikao cha mizimu. Kulikuwa kuna kikao mizimuni,
na nilikupa ishara, lakini wewe haukuwa macho na mimi. Ishara gani ulitoa wewe? Ishara gani ambayo umenionyesha pale mimi? Alafu mimi nimetoka umbali mrefu nakimbia. Cha ajabu namkutole binti pale mnaongea. Yaani hapo inaonekana nyie mnajuana. Nyie kuna kitu kinaendelea na yule dada. Unajua kabisa kipi ambacho siwezi kufanya mbele yako. Hivi unafikiria mimi naweza nikakuruhusu ukateketea? Na angali najua wewe ndio kamanda mkubwa hapa kijijini. Ndimu, wewe ni shujaa wangu mimi. Siwezi nikakuacha Ndimu. Nimekupa ishara, nimegonga mara 3 chini, lakini haukuwa makini na mimi. Kuna muda mwingine mdomo unaponza kichwa, sio mpaka uje uambiwe kimbia ndio ukimbie. Maji ukiona ni ya shingo, changamka kidogo. Ndio maana umepewa hii kukimbia tu. Kwa hiyo unataka kuniambia yule binti ni nani? Yule binti anaitwa Moriana, ni dada wa Aliana. Nilijua tayari ameshakufa. Maungu alinidanganya kuhusu kifo chake. Kwa hiyo itabidi tumpoteze. Kwa nini tukunambie ule ukoo wote ni wachawi? Tulia hivyo hivyo. Yaani bila kukipata kitabu hakuna uwezekano wa kukaa katika kiti cha enzi. Hiyo naongondo. Lakini mimi na wazo. Wewe ulisema kitabu kipo kwenye ile jiwe. Unaonaje tukachukua masululu, manyundo, tukaenda tukavunja ile jiwe ili upate hicho kitabu? Ndimu, lile sio jiwe kama mawe ambayo unayafahamu wewe. Lile ni jiwe la nafsi. Lile ni jiwe la kichawi ambalo linaishi, lina nafsi ndani yake mwe. Na hata hivi tunavyoongea mimi na wewe, Aliana ipo ndani ya lile jiwe. Sasa kabla hajatoka, itabidi tukipate kitabu na tuteketeze mambo yote yanayohusiana na wao, maana bila kitabu sidhani kama mwenyewe nitaweza. Ndio maana nina hamu sana ya kumfuata Maungu ili anipe siri iliyojificha nyuma ya lile jiwe. Ni uchawi gani ambao umeandikwa pale? Nisome, nipate kitabu na niwe mfalme mwenye nguvu, niwe mtawala mwenye nguvu ambaye sitakuja kushindwa. Utawala wangu hautakuja kuteketezwa na kitu chochote. Nahitaji nisubiri hapa, au unaweza ukaenda nyumbani.
Mbona safari ya ukamani inakuwa ngumu kama hivi? Ndashinda kweli vita hii? Lakini nitaweza mimi kidume. Tutone. Chala, nini kinachoendelea katikati ya jiwe la Masongo? Maungu, mimi nafikiri michezo ambayo tunaicheza sidhani kama tutafaulu. Japo mnazungumza kwamba utabiri unaonyesha Ariana atakuwa ndo kiongozi wa hichi kijiji, lakini sidhani kama inaweza kuwa hivyo. Utabiri unaongea uongo. Ariana nimemsikia analia katika jiwe ndani. Sauti ya Ariana ilikuwa ikilia katika jiwe? Chala, acha kufanya masikio yangu hayasikii na macho yangu hayaoni. Unanichanganya Chala unavyoongea hivyo. Macho yako yanaona na masikio yanasikia vizuri sana. Nimekwambia hivi, nimesikia sauti ya Ariana ikiwa inalia katikati ya jiwe la nafsi. Na cha kushangaza zaidi, mbele yangu nilimuona mwanamke ambaye amesimama pale mbele ya jiwe. Nimejaribu kumuuliza zaidi ya mara 3 yeye ni nani. Alichonijibu kwamba yeye ni Moriana, mtoto wa Konsolata. Moriana? Chala, inawezekanaje? Niambie basi kama ni kweli. Niambie, Moriana? Ni Moriana. Sawa, nisubiri nikukute nyumbani, nakuja. Moriana, tafadhali nakuomba usinifanye chochote. Nakuomba usinizuru. Mimi sihusiki na chochote. Yaani hata kunyoshia kisu. Nyama ya kiwembe tu. Mimi namfuata kiwembe jinsi anavyoniambia. Nakuomba usinifanye chochote, usiniue. Nakuomba usinifanye chochote Moriana. Kama unavyoniona sina hata mtoto hata mmoja. Nipo chini ya miguu yako, usiniue. Nakuomba, samee maisha yangu. Najua hii yote ni mipango ya kiwembe. Mimi sipo hapa kwa ajili ya kukuoa wewe, bali nipo hapa kukupa onyo tu. Kaa mbali na mipango ya kiwembe. Endapo utaendelea kuwa karibu naye,
kifo chako ndio kitakuwa kinafuata. Ni hayo tu. Mimi najambishwa hivi. Kulemea ukamanda siwezi. Kiwembe unaniponza wewe. Hii inawezekanaje? Kumbe hapo ndo kwenye uchawi wako eh? Hapa ndipo kwenye mizimu yako eh? Ndipo kwenye uchawi ambao wewe unajitambia. Maungu, wewe ni mtoto mdogo sana, mtoto ambaye ningeweza kukuza huku nimesimama, tena huku nikinywa maji ya madafu mdomoni mwangu. Wewe si ndio uliniambia umemuua Aliana kwa kumnyonga na kumkatakata vipande, na Moriana ukimzamisha katika maji akiliwa na samaki? Nilikusamehe kuhusiana na Aliana, maana niliweza hata mimi mwenyewe kumuua, lakini kwa hili la Moriana leo lazima ulitaje jina la babu yangu mzee Makata. Umempa kiburi Moriana, na angali nilikuwa nategemea tayari ameshakufa. Leo Moriana ametoka nyumbani kwangu akinitishia mimi mtu mzima na ndevu zangu. Maungu, nakupa sasa siku moja, siku ambayo nitatenganisha iko kichwa na kiwiliwili, tena nikikunyonga mbele ya makaburi ya wazee wa Songwe, huku nikishuhudia kinyesi chako kikimiminika. Nakupa siku moja Maungu. Nakitaka kitabu, unipe siri zote zilizokuwepo nyuma ya jiwe la nafsi, maana hata huyo Aliana unaijivunia wewe tayari ameshaingia katika jiwe la nafsi, na kifo chake kitatokea mule mule.
hili jua ukiona limepinduka na ikafika mida kama hii na hujanipa kitabu, nitakufyonza kama navyofyonza dafu changa. Maungo, ni nini kinaendelea hapa? Dada, unataka kufanya nini? Acha kisu dadangu. Kwa nini unataka kufanya hivi dadangu?
Nisamee binti mdogo Moriana, nimelazimika kufanya hivi. Kwa maana sikuwa tayari kuona ukichinjwa. Imenilazimu tu nifanye hivi Moriana. Nimeamua nichukue maamuzi magumu. Nisamee sana Moriana. Sara, mimi hapa bado kuna kitu sikielewi. Kitu gani? Sasa nimeamini maneno yenu. Nimeamini ya kwamba Aliana ana tamaa. Kama aliweza kuingia katikati ya lile jiwe, ina maana ameshindwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa pale. Sasa hiyo inamaanisha kwamba Aliana ana tamaa, na siku zote mtu mwenye tamaa mizimu haiwezi kumchagua kuwa malkia. Mimi ninakuwa upande wako. Utabiri ulikosewa. Na katika lile jiwe linaitwa jiwe la nafsi. Lile jiwe kuna nafsi zinazoishi mle ndani. Sasa unapochukua kitu katikati ya lile jiwe, ni lazima utoe sadaka. Sasa inaonekana yeye hakutoa sadaka ya aina yoyote, na alikuwa na tamaa na madaraka, hivyo jiwe limemfanya yeye mwenyewe ndiye sadaka. Kila nikikitazama kijiji naona hiki sio kijiji ambacho tumeachiwa na wazee wetu. Na yule binti ambaye unasema umemkuta katika lile jiwe, yule binti ni dadake na Aliana. Konsolata alikuwa na watoto wawili? Ndiyo. Wewe njoo hapa.